ahadi ya kwenda kuufariji moyo mtakatifu wa Yesu una ngazi 3. Tunaziita ngazi 3 za huruma. Matendo haya ya huruma hayatazamiwi kuwa kama mzigo, nimesema hapo mwanzoni, au kuwa kama sheria, kanuni. Hapana, bali ni mfumo wa taratibu za kimaisha, utayari wetu sisi wenyewe kwenda kuufariji moyo mtakatifu wa Yesu. Hatua ya kwanza ni hatua ya kutenda. Hatua ya kutenda ipo katika kuwatazama wengine kwa macho ya huruma, sio kwa kuwahukumu. Kuwaona wengine kwa uso wa Yesu wa huruma ya Mungu, Yesu mwenye njaa, Yesu mwenye kiu, Yesu anayesumbuka ndani mwake kwa ajili ya jirani. Kwa hiyo hii ni hatua ama ni ngazi ya kwanza, kuwatazama watu kwa macho ya huruma. Mpendwa wa msikilizaji, kipindi kilichopita tuliangalia kwa mapana ili neno tazama, na katika kuona neno tazama tuliona namna gani ambavyo sisi tunawaelekea wengine kwa hisia. Yaani unapomtazama mtu unapata hisia na kuona huruma juu yake, na hivyo kumhudumia katika nia njema ili kuweza kumpelekea faraja yule unayemhudumia. Vivyo hivyo tunapitishwa tena katika tendo hili la safari za kwenda kuufariji moyo mtakatifu wa Yesu. Kwanza tuwe na nguvu ya kutazama. Hatua ya pili au ngazi ya pili ni kuzungumza, kuwasiliana, kushirikisha neno. Badala ya kutoa maneno makali, badala ya kutoa lawama kwa wale ambao pengine kwetu hawaendani na utaratibu wetu, tunajifunza kuuliza kwa upendo. Mwanzoni tunawatazama wengine kwa macho ya huruma na sio kwa kuwahukumu. Lakini pili, tunatoa mawasiliano ama tunazungumza nao kwa lugha ya upendo. Naomba nisaidie kukuelewa. Nini kinakusumbua? Nikusaidie nini? Tunafanya kwa namna gani? Unafikiri suluhisho ni nini? Na hatua ya 3 ni nguvu ya kusali. Tunasema sala ya kujitafakari, kujisikiliza wewe mwenyewe ndani. Hii ni sala fupi, inaweza kufanywa kwa mtindo wa kuvuta na kutoa pumzi na kusema kimoyomoyo, Yesu nakutumainia, Yesu nakutumainia, Yesu nakutumainia.